Bila kupoteza muda, huu ni wakati wa ushuhuda, testimony. Lengo la ushuhuda ni kujengana, kutiana moyo. Mwaka umekuwa na vishindo vingi, mwaka umepita na mambo mengi. Sasa ningeomba, nina muda mchache sana, ningeomba kutambua wale wenye ushuhuda kwanza, ili tuweze kupanga taratibu jinsi gani ya kutumia muda. Kama kweli mnawiwa na kama kweli unaona hili ni jambo mwaka huu amekuvusha Bwana kwa kishindo, naomba unyoshe mkono mahali ulipo. Alafu tutaangalia tuko wangapi. Kuna wa kwanza hapo, naomba endelee kunyoosha kwa sababu kuna watu watapita hapo kuhitaji jina lako na tuweze kuelewa tuko wangapi. Alafu baada hapo tutagawa huu muda. Tayari nina watu watatu hapa kwenye karatasi, huyo ni mtu wa 4. Kama kuna mwingine una jambo ambalo Mungu amekufanyia mwaka huu na unaona ni vema ulete shuhuda hiyo mbele za Bwana na kumshukuru Mungu. Asante sana. Naona shuhuda itakuwa ni watu 6, naamini muda wetu utakuwa mzuri tu. Sasa basi, tutakapokuja kushuhudia, ninakuomba mambo mawili. Jambo la kwanza, nenda moja kwa moja, nini kilikuwa? Jambo gani lililokuwa? Moja kwa moja. Alafu useme nini Bwana kafanya. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua hapo katikati kuna mambo mengi yamepita ili ushuhuda uonekane. Lakini tunahitaji nini kilikuwa na nini Bwana ametenda ili tumshangilie Bwana kwa pamoja. Sasa nitamwita Lilian, atakuwa na performance maalum kabisa mahali hapa kwa ufupi sana, na baada ya hapo tutaendelea na watu wa ushuhuda. Watu wafuatao wajiandae: Joseph Cosmas, Gift Hankungwe, Elda Nyaso. Hawa watu wajiandae mara tu baada ya performance ya dada yetu mtumishi wa Mungu Lilian. Karibu sana. Tuna muda ambao unakimbizana na sisi. Asante sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nina furaha sana kusimama hapa. Nimeandaa poem ambayo mahususi ni kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa wema wake ambao ameufanya kwenye maisha yangu. Niliona nikielezea moja moja yanaweza akawa mengi sana, nisishinde kumaliza yote. Kwa hiyo nimeandika hii shairi kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa yale ambayo amefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Shairi letu linaitwa How Thou Art. Tumoja lembe, letting my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Okay, so mtanisaidia kitu kimoja. Mimi nitakuwa nasoma, nitakuwa nikisema how great Thou art, na nyinyi mnaitikia how great Thou art. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza tukajaribu. How great Thou art, how great Thou art. Mungu awabariki. Karibuni. Siko mwenyewe, niko na Baraka, atakuwa anafanya playback fulani hivi. Mimi na watumishi wote wa Mungu walioko hapa. Amen. How great Thou art. Muda, time. Who created the time? At the dimension of time real. January, February, March, May, June, July, August, September, October, November. Months of the year. How great Thou art.
Mwaka jana muda kama huu tulikuwa na mambo mengi ndani yetu ambayo baadhi yake hatukuwa na majibu yake: kazi, afya, familia, huduma, uchumi, elimu na vitu vingine lukuki. Wakati nikiendelea kujiuliza maswali mengi, sauti isiyo na mashaka wala kusita ya mzee wa siku ikanipa jawabu. Kaniambia, mwanangu, muda ni jawabu, subiri. How great thou art. Ni shauku ya kila mtu kujua kweli ya mambo yatakavyokuwa, namna maono na matarajio yatakavyotokea pale tu yanapokuja akilini mwetu. Mungu ni wa ajabu, utendaji wake ni wa kushangaza. Yeye huutangaza mwisho kabla ya mwanzo. How great thou art. Kungekuwa wapi kuamini kama tungepewa kila kitu Januari? Tungeonyesha tutapita pale, utakutana na yule, utafanya hivi. Kungekuwa wapi kuamini kama mambo yote tungeonyeshwa Januari? Kwa kawaida tungerelax, tungeona tumemaliza safari. Umuhimu wa kuomba ungekuwa wapi? Kukutana kwetu kungekuwa wapi? Subira ndiyo hujenga mahusiano. Wakati wa kusubiri ndiyo huimarisha imani. How great thou art. Unaweza kuchukua nafasi kukumbuka nami yale tuliyoona Januari, Februari, Juni, Oktoba, Novemba. Mengine hayakuonyesha kabile vile atakavyoishia. Yapo matarajio mengi yaliyopotea na miujiza mikubwa kutokea. Faith. Kuna wakati tuliona kushindwa, kutoendelea, kurudi nyuma. Kuna muda tulinyoosha mikono tukamwambia Mungu, liwalo na liwe, wewe wajua Baba. How great thou art. Here we are with the faith that can move mountains. This is December 31. We can testify that the Lord has been so faithful. Ametupa kushinda. Amepigana badala yetu. Ametustahilisha tusipostahili. Kuna mambo yalichanganya wengine, ila sisi tulipoyasikia hayakutuchanganya. Tulikuwa majasiri kama simba, tulipoyasikia hatukuogopa. How great thou art. Yuko wapi Mungu Dagoni? Yuko wapi Ashera? Ameanguka ti, amevunjika vipande. How great thou art. Neema ya Mungu imetubeba. Hakika ni kwa huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, na kwamba rehema zake ni mpya kila siku. How great thou art. Musa anasema, mmoja angepigaje watu 1000? Wawili wangefukuzaje 10,000? Kama sio mwamba wao, yaani Mungu wetu mwenye nguvu, asingewashindia. How great thou art. Namalizia. Muda, time, nyakati, majira ni fumbo kubwa. Actually, we are all grateful for all these months. But let me remind you, the arrangement of time of this world, they are not the limit to the son and daughters of the Most High God. Nataka nirudie tena. Nasema hivi, I want to remind you, the arrangement of time of this world, they are not the limit to the son and daughters of the Most High God. Kuna muda ulisema 50 ni sahihi, na mbingu zikasema 90 ndio sahihi zaidi kwa Sara kupata mtoto wake. Wazee mpo? Kuna mwamba akiwa na miaka 120, macho yake hayakupungua uwezo wake wa kuona. Huyu ni Musa, rafiki ya Mungu. Tunaye Caleb akiwa na miaka 80, alikuwa na ujasiri wa kusema anazo nguvu sawa na alivyokuwa na miaka 40. Akapiga na kuteka mji migumu zaidi akiwa na miaka 80. Haya sasa, wadada mpo? Binti, sunscreen aina 7, mafuta ya ngozi, mambo ya kugrow, mapambano ya juisi za kupunguza vitambi. Tunaye Sara. Katika uzee wake bado alionekana kuwa mwanamke mzuri zaidi katika nyumba ya mfalme Abimeleki,
na Misri yote. Japokuwa alikuwa ni mzee, she was the most beautiful woman. Uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Kwani maandiko yanasemaje? Pambo la mwanamke ni ukarimu, yeye hujipamba kwa matendo mema na staha. You are beautiful and wonderful made. Be confident in Christ Jesus. Dada, you are beautiful. Kalenda ya Mungu, kama sisi kawaida tuna January, February na kuendelea, lakini kalenda ya Mungu haina mwezi unaoitwa kuchelewa. Hauna mwezi unaoitwa nimesubiri sana au bado sana. He is the one who orders our ways, step and seasons. His timing is perfect. Hachelewi wala hawai. Your future is secured. How great thou art. Amen. Amen. So I will sing this song as to wind up. Yeah, ni wimbo ambao ni wa kumshukuru Mungu. You can join me, tunaufahamu. Yeah. Tunakubariki, tunakuinua, ubarikiwe, wewe ni mwema, Mungu mwenye nguvu, umeinuliwa, ubarikiwe, wewe ni mwema. Tunakubariki, tunakubariki, we bless you Lord. Tunakuinua, ubarikiwe, wewe ni mwema, Mungu mwenye nguvu, umeinuliwa, ubarikiwe, wewe ni mwema, umetupitisha, umetuvukisha Yesu, bado tuna nguvu, tumeshinda. How great thou art. Bwana Yesu asifiwe. Makofi hayatoshi kwa utukufu wa Bwana. Ni vipawa na kalama mbalimbali. Haleluya. Na ndio kazi ya kanisa hili, kukuza huduma za watu wote. Njoo na huduma iwayo yoyote, ni ya kimungu. Bwana atatembea na wewe mahali hapa. Bila kupoteza wakati, sasa ni wakati wa ushuhuda. Ni vizuri kusikiliza. Tunajengwa, tunatiwa moyo. Na nikuombe, dakika zetu ni chache, muda wetu unazidi kwenda, lakini kwa kuwa tuna uwezo wa kudhibiti kuongea kwetu, basi kila mmoja ana dakika 2.5. Nina watu wasiopungua 7. Kwa hiyo dakika zetu ni chache. Moja kwa moja nimsimamishe Elda Nyaso, mzee wa kanisa mahali hapa. Makofi wakati anakuja. Kuna jambo Mungu kamtendea. Kuna jambo Mungu kamtendea, tutakwenda kusikiliza. Na wakati huo huo, Joseph Cosmas, jiandae ukae karibu. Na Gift Yankungu ukae karibu. Glory Kasim ukae karibu. Joshua Mvena ukae karibu. Upendo Emmanuel nawe ukae karibu, bila kumsahau Joshua Alan. Wote mkae
upande ule pale, karibu kwa kupokea maiki. Asante sana, karibu sana mtumishi wa Mungu kwa ajili ya ushuhuda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kushuhudia kwa sababu tunamshinda shetani kwa neno la ushuhuda. Amen. Mimi ninakaa na mama yangu, na mwaka huu ilikuwa ni kwenye mwezi wa 8 sijui wa 9, yani ghafla mama akaumwa sana sana mgongo. Yani aliumwa, yani mpaka akasema sasa tu nipelekeni hospitali. Kwa hiyo kakangu alipeleka hospitali, wakamfanyia vipimo, wakamuingiza kwenye yale mashine sijui ndio MRI. Ikaonekana kwamba pingili za mgongo yani zimebanana. Kwa hiyo yani hata ukimpa Panado, yani dawa yote, maumivu hayapungua. Kwa hiyo dokta akamfanyia uchunguzi zaidi, akasema bwana, hapa sasa inabidi tu kumfanyia operation. Tutamfanyia operation alafu tutaweka vyuma, alafu atapona tu, ataendelea na shughuli zake kama kawaida. Kwa kweli, lakini mimi ndani ya moyo wangu sikusikia amani. Lakini sasa kwa sababu hii decision, yani maamuzi, tupo na ndugu zangu na wenyewe wanaenda yani kwa kisayansi, mimi ninaangalia pia rohoni. Mimi niliporudi chumbani nikaanza tu maombi yangu, nikamwambia Bwana Yesu, kama hii operation ni mapenzi yako ifanyike, lakini kama sio cancel katika jina la Yesu, kwa sababu sisi tuna authority, wapendwa, tuna mamlaka. Kwa hiyo tukat short the story, doctor alienda akafanya mpaka na presentation kisayansi kabisa, na kaonyesha jinsi matokeo itakavyokuwa. Basi na ndugu yangu ikawa tayari, na ile operation ilikuwa ni zaidi ya milioni 25. Sasa nikiangalia kweli mama atapata unafuu, lakini nikapiga maombi. Namshukuru Mungu, baada ya siku 2 tu kaka akapata wazo, akasema lakini kabla hatujaenda hii hospitali, ngoja nitafute opinion ya daktari mwingine. Kwa daktari mwingine alitumwa toka Morogoro, akaja hapo nyumbani, akamcheki mama, akaniita, akaniambia Nyanso, njoo, hebu nenda pharmacy kanunue dawa hii na dawa hii. Nilipokwenda pharmacy, wapendwa, dawa moja 2500 na nyingine ni 5000. Mama akapaka, amepona, ni mzima. Wow, glory God, glory Mungu aitwe. Mungu, ninapenda kumsifu sana Bwana kwa kutusaidia. Mungu awabariki. Mungu yupo, anaponya, yuhai milele. Asante. Tukufu kwa Bwana, tukufu kwa Bwana. Mungu akubariki sana. Anayekuja sasa hivi ni Joseph Cosmas, tafadhali. Bwana amefanya nini na hapo nyuma kilikuwa nini? Ndio lengo tunalolihitaji, tumuinue Bwana. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwanza nashukuru kwa kunipa nafasi hii, namshukuru Mungu aliyeniweka hapa leo. Ni ushuhuda kwa sababu ni lazima tumshukuru Mungu na kutoa shuhuda. Naweza kwenda moja kwa moja, ilikuwa ni mwaka jana 2024, nilikuwa Morogoro kipindi fulani, nilikuwa nafanya kazi ofisi ya mtu fulani, lakini kwa sababu ambazo pengine sikuzifahamu niliachishwa kazi. Nilipoachishwa kazi ikabidi niwaze kurudi nyumbani kwa sababu sikuona naweza nikaenda wapi kwa wakati huo. Lakini wazo likaja, nikampigia rafiki yangu mmoja anaitwa Emmanuel Tomali kwa hapa Dar es Salaam. Nikampigia simu, baada ya kumpigia simu akaniambia kwamba rafiki yangu, huwa turudi nyuma, hebu njoo hapa nyumbani kwangu, alafu baadaye tutamwomba Mungu tujue nini cha kufanya, na Mungu ataamua lolote. Ila kwa sababu sisi ni watumishi wa Mungu, tunaamini katika Bwana, nikabidi nije huko ambako rafiki yangu ameniita. Nilipokuja huko Dar es Salaam, nilikuwa nina hali ambayo ni tofauti kidogo. Pia nilikuwa nasumbuliwa na madonda ya tumbo yakinisumbua sana, lakini Mungu ameshaniponya pia kwenye hilo. Amen. Niende kwenye lingine ambalo nimepewa dakika chache. Tukamwomba Mungu ipofika 2025 ambayo ndio hii sasa tunaimalizia kwa siku ya leo, kwa dakika ambazo zimebaki tushangilie mwaka mpya mwingine. Bwana asifiwe sana. Tukawa tunaomba tukasema kwamba Mungu ambaye umenileta huko, nikimwambia Bwana, wewe ambaye umenileta huko, hakunileta kwa bahati mbaya, hivyo umenileta ili kutumikie, pia niendelee kuwa kijana wako wa siku zote nikutumikia. Ikafika mwezi wa pili, ilikuwa ni mwezi wa pili mwaka huu, nimekaa siku moja, ilikuwa ni saa 1 usiku, ikatokea taarifa nzuri zaidi. Rafiki yangu anakuja ananiambia kwamba rafiki yangu, kuna mtu mmoja anahitaji mtu wa kazi. Twende kwenye point. Yes. Nikawa nimepata kazi mwezi wa 12, mwezi wa pili.
nikapata kazi. Mungu akawa amefungua malango, nikamshukuru Mungu. Ndio sababu pia leo hii niko mahali hapa, nafanya kazi hapa Kariakoo. Lakini Mungu atukuzwe kwa sababu ametupa nafasi mpaka leo hii. Mungu awabariki sana. Amepata kazi na alikuwa mkoani, amekuja Dar es Salaam kwa kumwamini Mungu na Mungu kamfungulia milango, amepata kazi kwa kumwamini Mungu. Makofi kwa Bwana, kwa kuwa Bwana anayo matendo makubwa. Karibu sana Gift. Kwa ufupi sana. Asante sana. Amen. Nipo mbele yenu kumshukuru Mungu kwa machache, ni mengi lakini kwa sababu ya muda tabii niafupishe. Ndio, karibu kwa hayo machache sana. Amen. Namshukuru Mungu, kaka yangu aliweza kufanikiwa kubariki ndoa mwezi wa 7. Amen. Namshukuru Mungu kwa hilo. Namshukuru Mungu pia kwa biashara, niweza kufanikiwa kuanzisha biashara. Ni jambo ambalo natamani toka 2022. Nilikuwa namwambia Mungu anipe chochote tangu 2022. Akajibu mwaka huu mwezi wa 7 nikafanikiwa kuanzisha. Jamani, makofi. Kama Mungu anakufanikisha kwenye biashara unasubiri nini? Jambo la mwisho, napenda kumshukuru Mungu katika taaluma yangu. Neno la Bwana anasema mshukuruni Mungu katika kila jambo. Amen. Mwaka 2024-2025 ni mwaka wa pili, nilikuwa nimeingia ndo mwaka wa pili. Nilikosa ada karibia the whole year, nilikosa ada. Yaani mimi nilikuwa nasoma, nafanya test 1 test 2, ikifika Bwana akafanyaje? HIL nakosa ada. Bwana akainua Destiny Helper kutoka MBC, nikapata ada ikalipwa. Nikafanya mitihani yote 12. Mimi sikufanya mtihani the whole year. Kwa hiyo nikafanya mitihani yote 12 kwa wiki moja. Wenzangu wanafanya kwa mwezi, mimi nafanya kwa wiki moja. Kwa hiyo katika hayo 12 nimefeli 2. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu ni hatua kubwa. Makofi kwa Bwana. Mitihani 12 watu wanafanya kwa muda, yeye kwa muda mfupi, na Bwana akamwezesha. Masomo 2 yamemshika. Malizia ushuhuda. Namshukuru Mungu kwa hilo kwa sababu nilichokuwa nakufia kabisa ni kufutwa mwaka, yani kuanza upya. Hicho ndio nilichokuwa nahofia. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo. Kwa sababu wakati nipo mwaka wa kwanza ilitokea same scenario. Nilikosa ada, nikafanya tena mitihani yenyewe kopo 10. Ile nilichomoa yote, lakini mwaka huu nimeshinda kuchomoa. Namshukuru Mungu. Amen. Makofi kwa Bwana. Bwana utenda hata vyuoni. Haleluya. Wakati watu wana time ya mtihani muda mrefu, lakini Mungu anatenda kwa mtoto wake, anafanya mitihani yote kwa muda mfupi na bado anafanikiwa kuvuka. Mungu akubariki. Ada zitaendelea kupatikana kwa miujiza na utamaliza. Karibu Glory Kasim. Glory Kasim, una muda mchache sana. Asante sana. Sifa yako kubwa, huo unajua kujali muda. Asante, karibu. Haleluya. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Glory, kwa ambao ni wasonifahamu, ni CEO wa Nash Juice. Namshukuru Mungu na shuhuda nyingi, lakini mojawapo ni elimu yangu. Sasa hivi niko mwaka wa mwisho hapo taasisi ya teknolojia Dar es Salaam DIT. La pili, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya familia yangu. Mwaka huu dada yangu Jumapili mlimuona. Yes, alifanikiwa kumpokea Yesu kwake, kitandani kwake. Makofi. Kuna mtu kaokoka kwenye familia yao. Nilitokea familia ya Kiislamu. Kwa hiyo ukitaka history utanifuata. Kwa sababu hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya dada yangu, namshukuru pia Mungu kwa ajili ya familia yake, lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya ameniinua, ameniongeza. Kama hivyo nafanya biashara nyingine, lakini nasoma, naweza kumanage. Yani I have a lot of things but naweza kumanage bila kupata shida yoyote. Katika a lot of things, vitatu vitaje. Cha kwanza, nafanya biashara. Amen. Anasoma. Napamba. Napika yani juisi. Natengeza juisi. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu mmoja anasoma na anafanya vizuri chuoni
na Bwana bado anambariki kwenye biashara. Matendo makubwa ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Joshua Mvena. Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa muda mfupi. Amen. Napenda kumshukuru Mungu. 2025 kwangu mimi imekuwa ni nzuri sana. Wow. Kitu cha kwanza niende haraka kwenye Midnight Prayer Power. Jamani, sasa hivi nimejawa power vibaya sana. Amen. Makofi Yes. kwa Bwana, makofi kwa Bwana. Yes, to the extent mpaka ofisini kwangu sasa hivi wananiita power. Yaani kiniona tu niita power. So it's like it's okay. Wow. Lakini kitu kikubwa kabisa napenda kumshukuru Mungu. Jumapili mwenzangu, my twin, pacha wangu alikuwa anatoka rekebisha vizuri mwenzako. Pacha wangu. Aha. Jacob. My twin. Yes. Alipata ajali mbaya sana. Alikuwa anatoka nyumbani Sinza anaenda kanisani Upanga, amepanda bodaboda. So akapata ajali mbaya sana. Lakini usiku wake niliamka, kwa sababu huwa ninatendia kuamka usiku saa 10. Yaani wakati nilipokuwa ninaomba nikaanza kutaja issue ya ulinzi sana. Kwa hiyo nikawa nataja jina la kila mtu wa familia yangu. Nikamtaja sana na yeye Jacob. So mida ya saa 5 mimi nilikuwa nipo kazini, akanipigia simu kwamba nimepata ajali mbaya sana, naomba nije ofisini nikuone kwanza kabla sijamwambia mama. Nikamwambia njoo, mimi ndo kakako mkubwa. Kwa hiyo akaja, nikaonana naye, nikampeleka hospital. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwamba amemponya pacha wangu. Pengine nisingekuwa naye leo. Wow. Yes, lakini namshukuru Mungu akaenda kupiga x-ray, kila kitu kiko okay, alipata makofi kwa Bwana. Kwa namshukuru Mungu kwa hilo. Pacha wa mwenzetu sasa hivi ni mzima pamoja na ajali iliyomkuta mwaka huu na anakwenda kuwa salama na mzima zaidi. Naomba nimsimamishe mtu wa mwisho Joshua Alan. Tafadhali, muda wako ni mchache pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa wema na uaminifu wake. Haleluya. 2025 imekuwa na mambo mengi kwangu, lakini nimeuona mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu, nenda moja kwa moja. Mungu kwa ajili ya mama yangu. Mimi tunaishi na mama. Sasa alipata ajali miaka mingi kama 10 iliyopita. Sasa akawa na shida ya pingili ya mgongo. Kwa hiyo kila baada ya miezi mitatu anakuja Muhimbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndo yeye ndo baba, yeye ndo kila kitu. Namshukuru Mungu kwa sababu ameulinda uhai wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo namrudishia Mungu sifa na utukufu. Jambo la pili, Mungu kanipa nafasi nyingine ya kuendelea na chuo. Nipo pale Kampala. Namshukuru Mungu sana kwa uaminifu wake. Makofi, makofi, makofi kwa ajili ya kuendelea na chuo. Jambo la tatu, namshukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu. Haleluya. Baada ya safari ndefu nimeangukia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utukufu kwa Bwana. Amejisalimisha mahali hapa Betheli huyu. Mungu akikupenda anakuinulia watu. Kwa hiyo ni kipindi na season ambayo nimeona Mungu akiniletea watu kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nampa utukufu na heshima, yeye peke yake anaistahili. Amen. Makofi kwa Bwana, makofi kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Hizo ni baadhi ya shuhuda chache ambazo watoto wa Mungu wametendewa katika mwaka huu 2025. Lakini sasa tutakwenda mwaka mwingine, tutakuwa na shuhuda zingine. Matendo makubwa ya Mungu ya ajabu yataenda kutendeka mahali hapa. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Ratiba yangu inaniambia kuna wimbo maalum. Niombe sasa pia wakati wa wimbo huu